Upande wa mashtaka yani jamhuri umehitimisha zoezi la maswali ya dodoso cross examination kwa shahidi wa kwanza ambaye pia ni mshtakiwa katika kesi ya uhaini Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hitimisho hilo limefanikiwa na limefikiwa leo Agosti 28 mwaka 2026 baada ya majaji kuruhusu upande wa jamhuri kuendelea na maswali hayo, ambapo wakili wa serikali mkuu amesimama na kumhoji Lissu kama ni kweli au si kweli kwamba nia ya kutenda kosa inathibitishwa na tendo husika. Lissu amejibu kwa kuhoji iwapo anamaanisha nia ya kuthibitisha tendo la uhaini, lakini wakili wa serikali akafafanua kuwa anauliza kuhusu tendo lolote na si uhaini pekee. Baada ya Lissu kujibu si kweli, wakili huyo aliwarejea majaji na kusema kwamba upande wa jamhuri umemaliza maswali ya dodoso kwa shahidi huyo. Baada ya hapo, wakili wa serikali mkuu alisimama na kuibua hoja ya kuomba mwongozo wa mahakama kuhusu namna taratibu za maswali ya ufafanuzi re-examination itakavyoendeshwa. Wakili huyo ameeleza kuwa kwa kuzingatia Lissu anajiwakilisha mwenyewe kisheria, kuna haja ya kupata mwongozo wa jinsi itakapofanywa maswali ya ufafanuzi kutokana na majibu atakayotoa wakati wa dodoso, bila kukiuka msingi wa kisheria wa mtu kutokuwa mwamuzi wa jambo lake mwenyewe. Upande wa jamhuri umependekeza kuwa Lissu aruhusiwe kutoa ufafanuzi kwenye mambo yale tu yanayotengeneza maana zaidi ya moja. Akitolea ufafanuzi msimamo wake kabla ya kujibu hoja hiyo, Lissu aliuomba upande wa serikali kuweka wazi kama ulichowasilisha ni pingamizi rasmi au ni mapendekezo na ushauri tu. Baada ya wakili wa serikali kufafanua kuwa hawajaweka pingamizi bali wanaomba mwongozo wa mahakama, Lissu alieleza kuwa haki ya kufanyiwa maswali ya dodoso ni ya kisheria chini ya kifungu cha 159 kifungu cha kwanza cha sheria ya ushahidi wa kwamba kujiwakilisha mwenyewe hakuwezi kumnyima haki hiyo. Aliongeza kuwa hofu ya serikali kuhusu yeye kuibua mambo mapya haina msingi, kwani serikali inayo haki ya kuweka mapingamizi yani objections wakati wowote atakapovuka mipaka. Akitoa mwelekezo wa mahakama, Jaji Danstan Ndunguru alieleza kuwa suala la msingi ni kuangalia wigo wa mipaka ya dodoso.